Yes bwana, mambo vipi? Bali ya jioni. Bwana leo niko hapa kuelezea ugonjwa mmoja hatari zaidi ambao ugonjwa huu bwana unashambulia ngozi ya sungura na unafanya sungura apukutike kabisa manyoya yake. Ugonjwa huu tunaita ugonjwa wa manje. Lakini kwa ambao wanaujua zaidi wanasema ni waba au chirwa. Huu bwana ni ugonjwa wa ngozi ambao unasababishwa na wadudu wadogo sana ambao huwezi kuona kwa macho ya kawaida, ambao hauonekani. Yaani kwa macho kidogo huwezi kuona kabisa, lakini kwa microscope unaweza kuona vizuri kabisa. Huu ni ugonjwa unaoambukiza haraka sana kati ya sungura na sungura. Lakini pia ugonjwa huu bwana unasababishwa na uchafu na mambo mengine pia ambayo yanafanya sungura wako asiwe huru. Dalili yake ya kwanza kabisa ni kwamba anaanza kuwashwa sana, au sungura anajikuna sana, mtu mdogo anajikuna pua, anajikuna, anajing'atang'ata. Basi ujue tayari ni dalili ya nini? Ya manje au chirwa. Lakini pia dalili ya pili ni mvuno au tuseme tu mavuno ya magamba, yani yale magamba yako yameanza kuota, yani si ni kuelekezeje, ila tunasema ni crusty kwa Kiingereza, kwamba utaona magamba meupe au kijivu hasa kwenye yani ile mishale yake ya masikio, ile pua na miguu au kucha. Lakini pia kupoteza manyoya, anakuwa na gamba fulani kubwa, yani gumu sana, ili anakuwa tayari hana manyoya tayari, manyoya yake yananyoka maeneo yaliyoathirika yote. Lakini pia aina kuu za manje bwana ziko kama aina mbili. Kuna air manje ambayo ni manje ya masikioni. Hii bwana hushambulia ndani ya masikio, utaona uchafu mwingi kama nta, tuseme tu ni wax, yani ni wax, tunasema ni wax. Hata kwa binadamu pia unaona uchafu mwingi uko ndani ya masikio, basi ujue tayari nini? Ni manje au magamba magumu ndani ya masikio. Lakini pia aina ya pili ni body mange, manje ya mwili. Hii hushambulia ngozi ya mwili kama pua, miguu na mwili wenyewe pia na kucha pia. Lakini pia kwenye magonjwa kuna tiba zake pia. Dawa ya uhakika zaidi ya kutibu ugonjwa wa manje ni ivermectin. Najua hii dawa mnaijua watu wengi. Ivermectin ni dawa moja bora sana kwa sungura, na hii tunaichoma kwa sindano nje. Yani ni ivermectin injection ambayo tunaichoma, then baada hapo inamsaidia sungura wako kuwa na hali nzuri. Hii bwana, jinsi ya kuichoma, inachomwa chini ya ngozi. Chini ya nini? Ya ngozi. Dozi yake ya kawaida hurudiwa baada ya siku 7 mpaka siku 14 ili kuua mayai ya wadudu yaliyoanguliwa baada ya dozi ya kwanza. Si mmenielewa hapo kwamba ukishaua wakubwa wale kwa tayari kuna mayai ambayo tayari mayai yameshaanza kuanguliwa, yameshaanguliwa. Kwa hiyo ukishapiga dozi ya pili, maki na wao wanakufa, maki wanakuwa watoto na mayai. Dawa nyingine, dawa kupaka, tuseme benzi. Hii bwana inasaidia kulainisha magamba, lakini sidhani kama inatosha kuua wadudu ndani ya ngozi kama hutumii sindano. Lakini pia mafuta ya mgando, Vaseline au mafuta ya mawese, yale nasi mnajua Wanyakyusa wengi. Kwa manje ya masikioni bwana unaweza kupaka kwa kulainisha magamba, lakini si lazima utumie dawa kuua wadudu wakati, ila inaweza kuponyesha. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni oil. Hii ni watoto mtaani tunajua kama ni oil, kitu kizuri zaidi. Lakini pia jinsi ya kuzuia bwana, prevention za ugonjwa huu ni usafi wa banda. Safisha banda lako kwa kupulizia dawa kuua wadudu. Hii dawa bwana unaweza kutumia Viride, ukatumia au dawa yote ambayo si wadudu wanakufa. Kila baada ya miezi 3 unapulizia banda lako lote vizuri kwa sababu mara kwa mara. Lakini pia ni unabii wa tenga la wagonjwa, uweke quarantine. Ukiwa sungura mmoja ana dalili, mtenge mbali na wengine mara moja na kwa haraka. Kagua sungura wapya, usingize tu sungura ndani, kwa sababu ufugaji wengine wanachukua sungura kwa muingiza moja kwa moja. Usimwingize sungura ndani mpya kabla ya kukaa naye pembeni kwa siku 14 na kuhakikisha hana ugonjwa. Hizo ndio dalili na tiba zake na jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa manje au chirwa. Usisahau kusubscribe, ucomment katika channel yetu ya Ndauka Farm. Afu pia niambie ugonjwa gani ambao unakusumbua zaidi na unashindwa kupata tiba, na nikupe tiba nzuri zaidi ambayo itakusaidia na utakuwa unafuga sungura yako kisasa bila shida yoyote. Asante sana na endelea kutoa comment yako hapo, mimi nitajibu muda wote. Na mwanangu sasa ni 0794731228. Asante na karibu sana Ndauka Farm TV ambao unapatikana Njombe mjini, mtaa wa Chaugingi, karibu na mtaa au sema karibu na ile kituo cha Kings FM radio ya Kings.
Yes, karibu sana.